Waziri Mkuu mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mizengo Pinda amesema maandamano yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu, maandamano hayo hayakuwa ya amani kutokana na vijana kutopata malezi sahihi, kwa kuwa yalipanga kuharibu mali na miundombinu ya umma pamoja na kuvuruga amani ya taifa la Tanzania. Pinda amesema hayo katika sherehe za mwaka mpya zilizofanyika katika shule ya sekondari Mizengo Pinda mkoani Katavi, alipojumuika na ndugu jamaa na marafiki pamoja na taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali katika hafla hiyo ya mwaka mpya. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mlele Abdulmajid Mwanga kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Katavi amesema serikali tayari inaendelea kuibua fursa za kimaendeleo mkoa wa Katavi, ikiwemo utekelezaji wa ujenzi wa barabara kutoka Sitalike hadi Kibaoni kwa kiwango cha lami, ambapo hapo awali ujenzi wa barabara hiyo ulikuwa umesimama kwa miaka mingi, jambo lililosababisha adha kubwa ya usafirishaji wa mizigo na abiria katika barabara hiyo. Kutoka halmashauri ya Mpimbwe, wilaya Mlele, mkoa wa Katavi, mimi ni Festo Kinyogoto na hii ni Jambo TV. Sina budi vile kusema nimefarijika sana kuona mwitikio wa siku hii ya leo kutoka kwenu. Mimi binafsi nimefarijika sana tu, lakini najua hata nyinyi mtakuwa vile mmefurahi. Heri ya mwaka mpya. Tupo hapa leo tunaangalia mwaka mpya, lakini hatukutumbukia tu mwaka mpya. Kwenye siasa kulikuwa na mambo yake, kwenye maendeleo nako tumepata taarifa hapa nzuri tu namna tumeweza kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Lakini pengine la muhimu ni hapa kwenye kaeneo ka siasa. Hapa nataka kulisema hili ili iwe ni sehemu vile ambao sisi wazazi wa watoto tujaribu kuona namna ya kuwasaidia vijana wetu. Tulikuja wimbi, gombi ni kwamba tuandamane, lakini sasa watu wakawa wanaulizana, sawa, sasa kama ni maandamano, mbona mkoani Komadu kwa mkokiwa? Mbona mkoku mnasema tukachome na majumba ya watu na yalichomwa? Ndio maandamano tunayotafuta hayo? Bwana. Sasa vijana wale hulka ile inapotokea jambo anaona kama la kawaida, naye anataka awe sehemu yake. Sasa matokeo yake vijana wengine wanapoteza maisha, wengine ndio pengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo lazima kama wazazi tubebe dhamana hii, tuone namna ya kuwajenga vijana wetu wawe watoto wazuri, watoto wenye kujua wafanye nini katika mazingira yake. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Kwa tuwalee kiroho ili wawe watoto wazuri kwa upande huo, lakini tuwalee vile kidunia ili na wao waweze kuwa ni watu muda wote wanaofikiri kwanza, wanaamua, wanajaribu kuona hapo unatakiwa ufanye nini, badala ya kuinuka na jambo tu bila kujua hata unakwenda wapi. Kwa hiyo nikasema maana tumeonana hapa, na kwa sababu sisi wengine tunaokaa mijini alapo kuomba mlikuwa na mambo swali, lakini huko sisi unaogopa kweli hata kutoa mguu kwenda leo mguu kidogo na niuma ompe, anaogopa tu, unaweza kuteremka mjini kula mambo yakakuharibikia. Kwa hiyo tujaribu sana kuyaona haya, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni kimbuko la jambo ambalo ni ujifu wa amani mkubwa sana, na ndani yake watu wanapata madhara makubwa sana. Kwa hiyo tuangalie pande zote mbili, kiroho lakini vile kidunia, kwa maana ya kimwili, tuweze kuona namna kujenga vijana wetu. Kwetu sisi tayari tumeshaona baadhi ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi kutimia kuyafanya. Mojawapo ni kurejea kwa mkandarasi wa barabara ya Sitalike kuja hapa Kibaoni. Kesharejea kazini, na kama mnaojua kwamba kipindi kile kilipita tulimuomba, na ndani ya siku hizi 100 ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi ni miongoni mwa miradi ambayo itarejea kwa kasi kubwa.
na wataanza kwanza, kwa sababu tumekuwa nao muda mrefu hatuoni hata alami kilomita 1. Na hivyo sasa kwa kasi hiyo hiyo wataanza kwanza na kilomita 15 wakiendelea na shughuli nyingine. Lakini sehemu zile korofi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, tayari wanaendelea kuzirekebisha na magreda yako barabarani. Wale wote mnaotumia barabara ya Starike kuja Kibaoni, mnaona sehemu ambazo zina changamoto tayari zimeanza kufanyiwa ukarabati huo.